Kupaa kwa tai. Juu ya milima, tai mchanga alizaliwa kutoka ndani ya yai lake. Dunia iliyo nje ya kiota ilionekana kubwa na ya kuogopesha. Mabawa yake yalikuwa madogo, manyoya yake hayakuwa imara na upepo ulionekana mkali mno. Ndege wengine walimwambia, "Wewe ni dhaifu sana kuruka. Anga ni kwa wale waliozaliwa wakiwa wenye nguvu." Tai mchanga alisikiza, lakini hakukata tamaa. Kila siku alipiga mabawa yake kwa nguvu zaidi, akijaribu kusawazisha mwili wake kwenye mkaa wa kiota na kuruka kutoka kwenye matawi ya chini kujaribu ujasiri wake. Dhahabu za dhoruba zilifika na upepo ulimdondosha chini. Wakati mwingine alianguka. Wakati mwingine aliangukia vibaya na kuumia mabawa yake. Lakini kila anguko lilimfundisha kitu kipya. Kila changamoto ilimfanya kuwa mwenye nguvu zaidi. Siku moja asubuhi, alihisi nguvu mpya katika mabawa yake. Upepo haukuwa tishio tena. Ulikuwa rafiki, ukimpeleka juu zaidi. Alivuta pumzi kubwa na kupaa juu ya miti, akipaa juu na juu, hadi milima ionekane midogo chini yake. Kutoka juu, aliona mito yakimeta, misitu ikienea milele na mabonde yaking'ara chini ya jua. Mara ya kwanza, alielewa, dunia si ya kuogopa, bali ni ya kupanda juu yake. Tai alitambua kuwa nguvu haikuja kutokana na urahisi. Inakuja kwa kukabiliana na dhoruba, kukumbatia changamoto na kuamini mabawa uliyoyapewa. Alipiga kilio chake kwenye upepo, sauti ya uhuru na ushindi, akijua kuwa sasa hakuna kinachoweza kumzuia. Na kuanzia siku hiyo, tai mchanga hakuwahi kujiwekea shaka tena. Anga lilikuwa nyumbani kwake na kila changamoto ilikuwa fursa ya kupaa juu zaidi.